Bana mrembo Nicole Joberry ambaye ni socialite, naweza nikasema mama mwana mitandao, superstar na muigizaji kwenye tamthilia mbalimbali hapa nchini Tanzania, Nicole ameweza kushtakiwa, yuko jela sasa hivi. Naweza nikasema yuko kituo cha polisi, na kikubwa ambacho kimempeleka huko polisi ni mashtaka ambayo yanamkabili. Mashtaka hayo ni ya utapeli, yani ametapeli watu kupitia mchezo wa upatu ambao alikuwa anauchezesha yeye kupitia mitandao ya kijamii na vitu vingine kama hizo. Inadaiwa kwamba upatu huo alikuwa akiutangaza kwenye akaunti yake ya Instagram pamoja na mitandao mingine kama vile Facebook, kupitia pages zake, na akiwashawishi watu wajiunge kwenye mchezo huo, kwani ni mchezo wa uhakika na salama zaidi. Lakini kwa mujibu wa watu ambao walikuwa wanazungumza, alisema kwamba ni mchezo tu ambayo ilikuwa ina watu wanaweka, baadaye mtu anakuja anapokea, sijui ni kwa mwezi, sijui ni kwa muda gani, yani I don't know, sijui ni kwa mwaka na nini, lakini ni mchezo ambao ni wa pesa nyingi. Na wengine walikuwa wanasema kwamba ni mchezo ambao ulikuwa unaendeshwa muda, na mchezo ambao hauna shaka ndani yake. Watu walikuwa wanapata hela zao kwa wakati na vitu vingine kama hivyo. Zikazuka rumors kipindi kile kwamba Nicole anatoa watu kwenye group, sababu inabidi uwe kwenye group la WhatsApp ili nini, kwa hiyo ukileta shida ukuchelewesha hela yeye anakutoa kwenye group na hela yako inakuwa imeenda. Tukaachana nazo hizo tuhuma, hatukuweza kuzifuatilia kwa undani zaidi, lakini juzi imeonekana kwamba Nicole amekimbia na fedha zaidi ya shilingi milioni 50 za watu, na watu takriban 20 wameweza kujitokeza na kudai kwamba anamdai Nicole kwa mujibu wa maelezo yao, na wana ushahidi na vitu vingine kama hivyo. Kwa hiyo Nicole anaendelea kushikiliwa na polisi ili kuweza kutoa maelezo zaidi, ni wapi fedha hizo alizipeleka na hii inakuwa ni funzo kwa watu ambao wanapenda kucheza michezo, kwa watu ambao pengine hata hajawahi kumuona. Yani unakuta mtu yuko mkoani lakini anacheza mchezo kwa Nicole, anapokea fedha na nini, anatuma fedha. Kwa hiyo inapokuja kutokea tatizo kama hivi, inawezekana usiwe na ushahidi wa kutosha na fedha zako basi zikaweza kupotea. Kwa hiyo Nicole ametoa funzo kwa watu wengi, na tusubiri tuone ni namna gani ambavyo Nicole atajinasua kwenye mtego huu, na akishatoka sasa nafikiri atafanya interview ili kuelezea nini kilichotokea. Ukute tunamhukumu bure, kuna scenario tu zilitokea na vitu vingine. Na kwa mujibu wa maelezo inasemekana kwamba alikamatwa akiwa anaenda nchini Nigeria. Wengine wanasema kwamba alikuwa anakimbia, amekwenda airport anakimbia huko nchini Nigeria, na watu wake wa karibu wakaweza kumchoma na polisi wakamkamata. Kwa hiyo kila mtu atasema lake, lakini Nicole Joberry ndio hivyo tena, ipo kituo cha polisi kwa mashtaka hayo.